Baba Askofu, mimi nikushukuru sana kwa kunikubalia wito wa kutaka kuja kuonana na wewe ambao nilitaka sana niliporipoti tarehe 26 mwezi wa 8 nilipoteuliwa kuja hapa. Ndio. Kwa hiyo na nimeendelea kutafuta hiyo nafasi. Lengo ni kwamba nije nijitambulishe kwako. Tunafanya kazi pamoja. Nyie viongozi wa dini mna nafasi kubwa katika kuliombea taifa letu, lakini na kushauri mambo muhimu kwa ajili ya nchi yetu. Kwa hiyo nimekuja hapa kwa kweli kupata baraka zako kwamba mimi nipo mkoa huu, pokee kama kijana wako. Pale ninapopotoka basi mnashauri, tuko tayari kwa ajili ya jambo hilo. Kwa hiyo tunatarajia sana busara zenu zituongoze, mtushauri. Kwa hiyo kila mahali ninaona umuhimu wa kufanya kazi na viongozi wa kanisa, lakini kubwa tuendelee kuiombea nchi yetu amani na utulivu. Nyie mnao nafasi kubwa, umoja na mshikamano katika nchi yetu. Kwa hiyo hilo ndio jambo ambalo kubwa kutushauri. Tunahitaji busara zenu, lakini kuliombea taifa hili amani. Tuendelee kukaa kama Watanzania tulio pamoja. Na nyie mna watu wengi, maana nimesema viongozi wote ni waumini wenu. Kwa hiyo message yenu ni muhimu sana kutuliza nchi yetu, kutuelekeza nini cha kufanya, kuwa na umoja wa kitaifa. Nyie mnao nafasi hiyo kubwa sana kama viongozi wa dini. Nashukuru sana kwa nafasi hiyo. Kwa hata mimi nilikuwa natamani tuonane. Baada ya kufika Arusha nilipata taarifa kwamba walinitafuta. Ndio. Sasa ratiba zinakwenda namna ambayo wakati mwingine zinagongana, lakini basi hilo la kwamba viongozi wa dini ni muhimu katika maisha ya wanadamu. Ndio. Ni kweli. Ndio. Kwa sababu bila dini yote tunayofanya yanakuwa hana mshiko. Kabisa. Mimi nafikiri kwa upande wa Tanzania tuna bahati sana. Ndio. Mimi nashukuru wimbo wa taifa kwangu mimi ni sala. Tungeishi ule wimbo wa taifa tu, kwa kweli haya tunayofanyana yasingetokea kabisa. Yaani kama vile hatuelewi tunaimba nini na hatuyatafakari tunaishi nini. Chukua tu neno kwa neno ule wimbo wa taifa. Ile ni sala kabisa. Kwa hiyo tusipobadilika kwenye namna ya kuona, kutazama na kuamua, hata kanisa hata serikali tunapata shida kweli. Kwa hiyo basi ule ushirikiano wetu, ile miongozo ya pamoja, kweli kuna nafasi ya ushauri, nafasi ya maamuzi. Tukiweza kuwa pamoja kwenye kupanga, inakuwa rahisi kutekeleza. Basi Baba Askofu, mimi nikutakie Pasaka njema, na naamini pia katika Pasaka hiyo mtaendelea kuiombea nchi yetu kama ambavyo mmepanga kukutana kuombea nchi yetu. Basi na Pasaka hii ni matarajio yetu kwamba ujumbe huo wa kuiliombea taifa letu, tubaki na amani, tubaki na umoja, na yale ambayo ya viongozi, na sisi tutaendelea kuzingatia ushauri ambao mnaendelea kuutoa. Baraka ya Mungu Mwenyezi, ya Baba na Mwana na Roho Mtakatifu itufikie na kukaa daima. Asante sana. Shukuru sana.